ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصلوات ربي وتسليماته عليه. أما بعد إخوة الإسلام والإيمان أحباب رسول الله أوصيكم وإياي بتقوى الله جل جلاله على المرء أن يعرف أن الموت باب وكل الناس داخله. يا ليت شعري بعد الباب ما الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. هما محلان ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك لأي الدار تختار. Ndugu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah jalla jalalu na kumtakia rahma na amani kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ninakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah jalla jalalu. Kila mmoja ni wajibu na ni lazima atambue ya kuwa hakika ya mauti ni mlango na watu wote wataingia kupitia mlango huo. Laiti ungejua kuna makazi gani baada ya mlango huo. Baada ya mlango huo kuna makazi ya aina mbili. Baada ya mlango huo kuna makazi ya kheri, ya neema, ya pepo kwa yule ambaye aliyefanya matendo mema yenye kumridhisha Mola wake. Na baada ya mlango huo kuna makazi mabaya ya shari na ya motoni kwa yule ambaye aliyekuwa tayari kwenda kinyume na Allah Mola wake. Na hayo ndio makazi mawili tu kwa mtu. Hana mtu makazi mengine isiyokuwa moja ya mawili hayo. Itizame nafsi yako, iangalie nafsi yako, ichunguze nafsi yako, ni makazi yapi itaingia baada ya kifo. Ndugu Waislamu, mada ya hutuba yetu ya leo, kichwa chake cha habari kinasema wanawake wanaotembea vichwa wazi na kufunua nywele zao na kuonyesha mapambo yao na maumbo yao, ni yapi mafikio yao? Hii ndio mada yetu ya leo ndugu zangu. Ndugu zangu Waislamu, kwanza kabisa mwanamke tutambue ya kuwa ni mtu muhimu mno katika jamii, na Uislamu umeweza kumtizama mwanamke kwa heshima iliyokuwa kubwa kabisa. Lazima mwanamke aweze kujitambua kama ambavyo Uislamu unavyomtambua ya kuwa yeye ni mtu muhimu sana katika ulimwengu. Mwanamke ndio mwalimu wa jamii. Naam, mwanamke ndio mwalimu katika jamii. Mara nyingi mwanamke ndio mlezi mkubwa kabisa katika nyumba. Ikiwa mwanamke atatengemaa vizuri, ikiwa mwanamke ana maadili yaliyokuwa mazuri, ikiwa mwanamke yuko vizuri kitabia na kiakhlaq, basi jamii, kwa maana watoto ambao ndio watakuwa jamii ya kesho, na watoto hao watakuwa ni wenye kutengemaa. Ndugu Waislamu, moja kwa moja nianze kwa nondo kali, aya ya Qur'ani tukufu, maneno ya Allah jalla fi ula katika surati Nur aya nambari 31. Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje? Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun
wasiinamishe macho yao. Wanawake wetu wa kileo ndio kwanza akifika mahala hasa kwenye mkusanyiko wa wanaume, ndio kwanza macho yake anayanyanyua na anakuwa ni mwenye kumangamanga aonekane. Ndio unamkuta ameweka hizo kope, utafikiri ni ndege amenyenga kiota. Ndugu Islam, Allah anamwambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam awaeleze wanawake waumini, wanawake wa Kiislamu waweze kuinamisha macho yao moja, lakini walinde tupu zao, mili yao. Na katika fiqhi, mwanamke mwili wake ni uchi, mwili wake wote ni uchi isipokuwa baadhi ya sehemu katika mwili wake. Utakuta uso, viganja vya mikono na baadhi ya sehemu, na yenyewe wanavyoni wamekhtalifiana katika swala hii, kitujulisha kwamba mwanamke ni mtu ambaye si rahisi kuweza kuonekana baadhi ya sehemu za mwili wake hovyo. Naam, lakini na Allah akamwambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam wanawake awaambie wasidhihirishe mapambo yao. Huko kwetu sasa, na wazungu wamewapambia na wametupambia mapambo ya kila aina. Mwanamke anatoka hapo anatembea njiani, utafikiri ni kitu gani? Ndugu Islam, hasa ewe dada wa Kiislamu, ya man akramakillahu bi ni'mati al-islam, ewe mwanadada, ewe mwanamke, ewe mwanamama ambaye Allah amekukirimu neema ya Uislamu, i'lami anna al-hijaba laysa qayyidan ala hurriyatik, tambua ya kuwa hakika stara sio kifungo cha uhuru wako wewe. Stara Allah hajaiweka ya kwamba iwe ni sehemu ya kifungo katika kupata uhuru wako, wala ihanatan likramatik, wala stara sio udhalilishaji au sio udhalilishwaji wa uhuru wako. Wako wanawake ambao wanathubutu kusema ya kwamba haya mambo ya kujifunika hii sheria ya kujifunika manguo, hii imekuja kutuondolea uhuru wetu sisi wanawake. Kumbe Allah jalla jalaluhu yeye anawatambua zaidi kuliko vile ambavyo wanavyojichukulia wao. Bal huwa sitrun wa ifatun wa ta'atun li rabbika alladhi khalaqaki wa ya'lamu ma yuslihuk. Bali tambua ya mwanamke ya kuwa hijabu ni stara, hijabu ni usafi na ni utiifu kwa Mola wako aliyekuumba wewe mwanamama, na yeye Allah anajua kuliko vile ambavyo unavyofikiria. Allah yeye anakutambua zaidi. Allah jalla jalalu anatambua thamani yako wewe mwanamke. Na Allah akamwambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam awaamrishe wanawake wote kujistiri vilivyo kabisa. Angalia ndani ya surati Ahzab aya nambari 59, ya wateremshe juu yao nguo zao, wateremshe nguo zao. Ndio kwanza wanawake wa kileo baadhi yao wanapandisha juu nguo zao, wanavaa hivyo vinguo, utafikiri wamevaa kitu gani? Mwanamke amevaa nguo fupi, wengine wakaona sasa haitoshi, wanavaa vichupi kabisa. Kila mmoja na itikadi yake. Wanawake wote wanaotembea hivyo ni wanawake ambao wanatangaza biashara. Sasa wapo wale ambao wanaona biashara haitoki, kuja na matangazo mjini, wanatembea na hivyo vinguo vifupi njiani ili waonekane vizuri. Wapo ambao wanaodai, wanasema hakika joto ni kali. Subhanallah. Sikiliza, joto la duniani ni cha mtoto wewe. Joto la siku ya kiyama ni jambo lingine, siku ambayo jua litateremshwa, jua litakuwa karibu na watu, na watu watatokwa na majasho siku hiyo kwa joto, na watu watatokwa na majasho ambayo
wapo wengine watazama kupitia majasho yao, kulingana na majasho yao na madhambi yao. Wapo wengine watatokwa na jasho na watazama katika madimbwi ya majasho mpaka miguuni, wengine watazama mpaka katika viuno vyao, wengine majasho yatapanda mpaka vifuani, na wengine itapanda mpaka shingoni, wanakaribia kuzama kwa madhambi waliyofanya duniani. Hiyo ndio siku ambayo ni kali, hiyo ndio siku ya kuogopwa, hiyo ndio siku mbaya ndugu yangu. Leo unasema eti mimi kuvaa nguo ndefu siwezi, na hisi joto nitakuwa mwekundu. Nasema nitakuwa mwekundu kwa jasho. Huko kuna vitu wanavitumia ambavyo ni vya kihovyo, ambavyo vitu hivyo ndio vinamfanya na kuwa mwekundu kuliko kawaida ilivyo. Ndugu zangu, joto la siku ya kiyama ni kali mno. Katika surati Tauba aya namba 81, Allah anamwambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, qul naru jahannam ashaddu harran law kanu ya'lamun, waambie joto la moto wa jahannam ni kali mno, laiti wangekuwa wanajua hao. Unachezea, unasema kuna joto duniani. Duniani kuna joto, kaburini sasa. Ndugu zangu, kaburini ndio kuna joto kabla ya hiyo siku ya akhera. Kaburini kuna joto siku ile ambayo unaingizwa ndani ya kaburi lako, unawekewa ubao, kisha tani na matani ya udongo yanakuja juu yako. Hapo ndio utaonja na utaona joto la kaburi. Wakati mwingine ardhi inapata joto, mvuka unakuwa mkali, mpaka hata viumbe na wadudu wanaoishi ndani ya ardhi wanapanda juu kutokana na joto la ardhi. Wewe leo unasema kuna joto duniani. Wewe mwanamke wa Kiislamu, wewe ambaye nywele zako unazozipamba, kuna wanawake wanapamba nywele, ukiangalia huko kwenye nywele ni mtihani. Anapamba nywele kichwani na utafikiri ni joka ambalo limejiviringisha mfano wa kata ya kubebea mzigo kichwani. Anafanya hayo yote ili aonekane mrembo, aonekane amejipamba vizuri, aonekane ni mzuri. Sasa tambua ya kwamba ipo siku ambayo uzuri na mapambo hayo hayatofaa lolote mbele ya Allah jalla fi'ala, na kitakachoenda kubakia ni matendo yako. Sikiliza ewe mwanamke, sikiliza wanawake hawa wa Kiislamu waliotangulia, sikiliza wanawake wa mazahaba waliokuwa wakipupia kujistiri, lakini waliokuwa wakijitahidi katika stara zao na wakiwa na haya, kwa sababu walikuwa wakifahamu ni wana wakijua ya kwamba hakika ya uzuri wa kweli upo katika kumtii Allah jalla jalalu. Uzuri upo katika kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini na heshima ya nafsi zao. Baadhi ya wanawake wa leo ni mtihani, wanakuambia mimi ninajistiri, mimi ninajipamba, mimi ninafanya ninavyotaka na mtu haniingilii katika mambo yako. Sasa nataka nikupe zawadi, na zawadi hiyo uweze kuitambua. Nataka nikupe zawadi ewe mwanamke ambaye mwenye kuunganisha nywele kichwani, na wewe ambaye kazi yako ni kuwaunganisha watu nywele. Maana kuna watu wamekaa kazi yao ni kusubiri tu watu waweze kuwaunganisha watu nywele na kuwasuka nywele katika mtindo ambao usiokubalika katika Uislamu. Afu unakuta ni mwanamke wa Kiislamu na anabadilisha kila aina ya msuko ili watu waone staili msuko. Tena sasa hivi wapo mpaka wanaume na wao wanasuka, wapo mpaka wanaume na wao wanaunganisha nywele kichwani kama wanawake. Sasa pokea hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo ameipokea Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha, anna imra'atan sa'alat an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qalat ya Rasulullah inna ibnati asabatha al-husba fatamarraqa sha'raha afa asila fihi. Hadithi ambayo ameisimulia Asma mtoto wa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Asma anasema ya kwamba mwanamke mmoja siku moja alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alipofika kwa Mtume akamwambia, ya Rasulullah, hakika binti yangu amepatwa na maradhi ya surua. Maradhi ya surua, nywele zake zikaanguka na zikakatika. Sasa ya Rasulullah, nimekuja kwako, ninaomba ruhusa yako niweze kumuunganisha mwanangu nywele. Ni kipi Mtume alijibu na ni yapi Mtume aliyazungumza baada ya
kujiwa na mwanamke huyu. Kwa kawaida mtu akija kwako akikwambia nina jambo fulani, ninaomba unisaidie, nina maradhi fulani, umuulize maradhi hayo imeanza lini, umetumia dawa, imekuwa kwaje? Lakini angalia majibu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyomjibu mwanamke huyu baada ya kumuuliza swali hili la kutaka kumuunganisha mwanae nywele. Aqulu ma tasma'un fastaghfiru Allah innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Ndugu Waislamu, sikiliza majibu ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam baada ya kuulizwa na kuombwa na mwanamke yule ili akarudishe uzuri wa mwanae, aweze kumrudisha mwanae, kwa maana aweze kumpamba mwanae na nywele angalau za kuunga baada ya nywele zake kuanguka kutokana na maradhi. Ni kipi Mtume alimjibu mwanamke yule? Mtume akamwambia la'ana Allahu alwasilata walmutawsilata, Allah amemlaani mwenye kuunganisha nywele na anayeomba kuunganishwa nywele. Wote hawa wamelaaniwa. Ni wangapi ambao hayo ndio mapambo yao na ndio maisha yao ya kuunga na kuunganisha nywele? Akwambia mimi nisipounganishwa kichwa changu na kiona sijui kimekaa kaje. Kimwangalia nywele zilivyo zimeunganishwa, nywele hazijulikani zinatoka kwa Mungu au kwa wazungu. Wengine nywele zimeangukia na huko chini zimekuwa ndefu, afu amevaa kichupi, utafikiri amevaa joho la rangi. Wanawake wa namna hii, ndugu zangu, ukiwaangalia mara nyingi kwanza ni wavivu hata wa kufanya kazi. Naam, hata ndoo ya maji hawezi kubeba kichwani, kwa sababu kichwani amebeba upuuzi, amesuka ujinga. Wanawake wanaochukia wachukie, lakini na huo ndio Uislamu, na Uislamu hautaki, na Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kabisa jambo hilo. Na hayo sio maneno yangu, ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ukitaka ushahidi wake nenda katizame katika Sahihu Bukhari hadithi hii kwa nambari 5937, na katika Imamu Muslim ukurasa nambari 2122. Sije ukasema shekhe ametukana sisi wanawake katika mimbari yake. Ndugu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam amewalaani wanawake wenye kuunganisha nywele. Hadithi ndio hiyo. Lakini katika surati Nur aya nambari 31, Allah aliposema wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha waliyadhribna bikhumrihinna ala juyubihinna, kwa maana wanawake wasionyeshe mapambo yao isipokuwa yale ambayo yanayoonekana na yale ambayo yanayodhihirika kwa kawaida. Kuna mapambo ambayo automatically yapo, hayo hayana shida, lakini yale mapambo ambayo mwanamke anayaweka ambayo kwake yanakuwa ni tashwishi. Kuna nguo ukizivaa automatically yanaonyesha mpaka maumbo yake na maumbile yake mwanamke huyo. Sikiliza wafasiri wa aya hii, wanawavyuoni wanasema, Imam Qurtubi anasema al-khumru jamu khimari. Kwanza wa huwa ma yughatti bihi al-mar'atu ra'saha, pale aliposema wanawake washushe nguo zao katika vifua vyao, washushe nguo zao au majuba yao au mahijabu yao yashuke katika vifua vyao, akasema ni kile ambacho kinachomfunika mwanamke kichwa chake. Waislamu, hasa kina mama, lakini na nyinyi kina baba ambao mna tabia kama hizo, lakini kama tabia kama hizi hatuna, lakini katika majumba yetu wapo wanawake hawa katika majumba yetu, ima wawe ni wake zenu au mama zenu au ndugu zenu. Sikiliza, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ya kuwa wapo makundi aina mbili. Makundi hao ni watu wa motoni. Ni wakina nani hao? Sikiliza, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, sunfani min ahli nari, makundi aina mbili ni katika watu wa motoni. Akasema makundi hayo ni watu ambao lam arahuma, sikupata kuwaona watu hao. Makundi haya ya watu hawa sikupata kuwaona katika zama zangu, kwa maana zama za Mtume hawakuwepo watu hawa. Wapo leo watu hawa. Ni kina nani? Anasema kundi la kwanza kabisa, qaumun ma'ahum siyatun ka'athnabi al-baqari. Watu hao, kundi la kwanza ni watu ambao wana fimbo kama mikia ya ng'ombe. Wana fimbo kama mikia ya ng'ombe. Kundi la watu wa kwanza. Lakini yadhuribuna biha nasa, wanawapiga watu kwa fimbo zao hizo, wanapiga watu kwa fimbo zao hizo.
ni fimbo gani au anakusudia nini? Mtume sallallahu alayhi wasallam anawakusudia wale watu ambao wenye mamlaka, wenye nafasi, wanatumia nafasi zao kudhulumu watu, wanatumia nafasi zao kula haki za watu, wanatumia nafasi zao na vyeo vyao kudhulumu wengine, au wale ambao wana pesa wanatumia pesa zao kufanya vitu ambavyo ni dhulma katika jamii, ima kuzini wake za watu au kuzini watoto wa watu. Ndio anawakusudia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema hilo ni kundi la kwanza. Ima kundi la pili ni kundi gani? Kundi la pili Mtume anasema ni wanawake. Ni wanawake nisaun kasiyatun ariyatun, waliovaa lakini wako uchi, wamevaa lakini wako uchi. Mumilatu mailatu, wanaofanya watu wavutike kutokana na wao, wawafurahishe watu, wanajipamba wanawake hao ili wapite katika macho ya watu, watu wavutike kutokana na wao, na wao wenyewe ile hali wamepotea na kupotoka. Mtume akasema ruusuhunna kaasnamatil ukhti kaasnamatil bukhtil mailati, vichwa vyao ni sawa kabisa na vichwa vya ngamia zilizoinama. Mtume akasema la yadkhulna aljannata wala yajidna rihaha, hao wataingia motoni, hao wataingia motoni na hawatoingia peponi kamwe, wala hawatoipata harufu hata ya pepo. Makundi ya watu hao wanawake. Tena unamkuta mwanamke anajipamba, hata pesa za kujipambia hana, ni mke wa mtu, anaingia kwenye habari za vikoba na mikopo isiyokuwa na maana, hata mume wake hajui. Mwanamke anacheza kikoba na kipato, wengine wanaingia kwenye kausha damu, na hii ni hutuba nitakuja nayo katika juma ijayo. Vikoba vinapelekea mpaka nyumba kuharibika, mali kupotea, ili apate pesa ajiweke mlembo, aonekane ni mwanamke mzuri kuliko wanawake wengine. Naomba Allah atuwafikishe, kwa sababu muda hautoshi. Hotuba hii natamani iwe ndefu, lakini hizo ndio habari za wanawake. Wanawake ambao mna tabia hii, muandae majibu ya kwenda kumjibu Allah jalla jalaluhu siku ya kiyama. Allahumma inna nas'aluka fastajibu du'ana. Allahumma jamilna bil afiyati was salama wa haqqina bit taqwa wal istiqama wa adhina min mujibati nadama. Allahumma rabbana dhallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin